Leo hii msimulizi wako wa Rinyo Update TV Rinyo na kupitisha katika visa, hasa kujua undani wa baadhi ya wanyama ambao wamekuwa gumzo kubwa katika ulimwengu huu kwa sasa. Unapokaa nyumbani ukiwa umepumzika na kuangalia sinema kama Jurassic Park, kuna wakati unajiuliza, hivi ni kweli hawa wanyama walikuwepo? Au unafikiri tu ni hadithi ya kufurahisha watoto na kuvutia watazamaji? Lakini subiri kidogo. Je, kama ni kuambie kwamba kuna watu waliokwisha ona dinosa kwa macho yao? Kwamba mahali fulani duniani kuna sehemu iliyofichwa ambako wanyama hawa wa enzi za kale bado wanaishi? Tukiingia Peru, ndani ya misitu minene ambako hakuna aliyethubutu kupita, kulikuwa na kituo cha siri cha CIA kinachoitwa Unit 6. Hii sio sehemu ya kawaida, ipo mahali ambapo hata ramani ya Google hazikuonyeshi. Hapo kulikuwa na usiri wa hali ya juu kiasi kwamba mtu yeyote aliyethubutu kwenda huko hakurudi tena. Kwa nini? Kwa miaka mingi nadharia nyingi zilizunguka kuhusu kituo hiki. Wengine walisema kilikuwa kituo cha majaribio ya kijeshi. Wengine walisema ilikuwa ni sehemu ambapo majaribio ya nyama waliokufa miaka milioni iliyopita yanafanyika, wakifufuliwa kupitia teknolojia za cloning. Hapo ndipo tunamzungumzia mtu mmoja aliyekuwa jasiri vya kutosha, Gustavo Silva. Mwaka 2017, Gustavo Silva, mwanaume mwenye asili ya Ecuador, aliamua kuchunguza ukweli kuhusu Unit 6. Alijua alikuwa anacheza na moto, lakini hakuwa na hofu. Kwa msaada wa watu wa ndani, akapata kitambulisho bandia cha CIA. Kumbuka, CIA ni shirika la majasusi wa nchi ya Marekani. Tarehe 16 Septemba akaamua kujaribu bahati yake. Alifika kwenye lango la Unit 6, akajifanya ni mfanyakazi wa CIA mwenye ruhusa ya kuingia. Kwa mshangao wake akaruhusiwa. Kilichotokea ndani kilimfanya atetemeke. Alipoingia ndani ya kituo hicho cha kijeshi, Gustavo alishindwa kuamini macho yake. Hakukuwa na silaha za maangamizi, hakukuwa na wanajeshi waliovaa sare kama alivyotarajia. Badala yake aliona mnyama mkubwa sana mwenye urefu wa zaidi ya futi 30, akitembea polepole, akihema kwa nguvu. Alijikuta uso kwa uso na dinosa wa kweli. Hawakuwa wanyama wa maonyesho ya sinema. Walikuwa halisi, wenye ngozi ngumu, meno makali na nguvu za kuweza kulivunja gari kwa mng'ato mmoja tu. Alishuhudia aina mbalimbali za dinosa: Tyrannosaurus Rex, T-Rex, jitu nguvu linaloweza kukimbia kwa kasi ya ajabu, Velociraptors wadogo lakini wenye akili na wepesi wa kushambulia kwa mpangilio, Brachiosaurus mrefu mithili ya jengo la ghorofa 5, akila majani kwa utulivu. Gustavo alipiga video fupi ya kile alichokiona. Alifanikiwa kutoka nje salama na akaamua kuposti video hiyo kwenye mitandao mbalimbali. Ndani ya dakika chache tu video yake ilikuwa imeanza kusambaa mitandaoni. Watu walibaki midomo wazi. Wengine wakasema ni uongo, lakini wengi walitaka kujua zaidi. Lakini kabla video hiyo haijasambaa sana, ikashushwa ghafla. Kama haitoshi, siku chache baadaye Gustavo Silva alipotea. Hakuna aliyewahi kumwona tena. Hakuna alijua kama alipotezwa au alijificha kwa usalama wake. Swali la kujiuliza: je, Jurassic Park ipo kweli lakini inafichwa na CIA? Wanasayansi wanadai kuwa DNA ya dinosa inaweza kufufuliwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya cloning. Hili linamaanisha kuna uwezekano mkubwa kuwa baadhi yao walirudishwa kwenye maisha. Lakini kama dinosa wamerudishwa hai, kwa nini watu wafichwe? Kwa nini Gustavo alipotea baada ya kusambaza video? Hii inazidi kuongeza maswali.
Je, kuna watu wameshuhudia hili lakini wamebanwa wasiliseme? Kuna msemo mmoja unasema, ukitaka kuficha kitu kutoka kwa watu, kifanye kiwe hadithi ya sinema. Huenda Jurassic Park sio hadithi ya kama tulivyodhani, labda ni onyo. Lakini je, tuko tayari kujua ukweli? Karibu kwenye darasa hili kwa ajili ya kuweza kujifunza mambo mengi zaidi. Simulizi wako ni mimi Rinyo wa Rinyo Update TV.